Hamjamboni, assalamu alaikum. How are you? Mwajisikiaje kidogo? Natumai nyote wazima Jamanini, habari nimeipata. Nasikia kuna watu huko mjini wasambaza habari za urongo. Si fully urongo, but jamanini, knowledge is power. Ukiwa na knowledge muelezee mwenzako ni hivi na hivi na hivi. Mwambie ukweli. Usimdanganye mtu kwa kuwa yeye hajui wewe wajua. Jamanini, ukistore mambo mengi sana unayoyajua kwenye kichwa chako, kisha baadaye utapata wapi pa kutia mengine? Utajifunzaje mengine? Ukiwa na mafunzo, ukiwa na knowledge kwenye kichwa chako, unload it to people ambao hawana knowledge, ambao hawajui kitu, waelezeni hivi na hivi na hivi. Sijui mmemfahamu? Si wajiwekea GB zitajaa, kisha utakuwa mzuka, utakuwa mpumbavu kama ushare. Let us share. Sasa jamanini, ninaulizwa swali. Leo nataka niwe kungwi. Tena nataka niwe kungwi kweli leo. Jamanini, habari munayo? Ndoa ya kazi na kungwi imeharibika, imevunjika. Itakuwa yetu. Haya, ndo mimi kungwi mtoto. Nakuja leo kuwafundisha. Nataka niwafundishe, maana hili jambo kuna msichana alileta kitambo sana, akaniambia tufundishe kujifukiza. Basi mimi nimekuwa huku na huku na huku nikiatia huku, maana sioni kama ni jambo la muhimu. Kumbe watu wengi hawajui. Ndio sasa leo ninasema ngojea niwafundishe step by step inavyofanywa, kunavyoenda, inavyotakiwa. Na hizi myth za urongo tuziache. Myth nini? Myth ni hadithi za jadi, tuziache za urongo zingine. Leo niko hapa kuwapa unaga ubaga. Swala hili la kujifukiza limeanzia wapi? Hebu ngojeni mwanzo. Huu ni udi babu Huu ni udi. Nataka sasa niwafundishe. Jamani, nikiwa sina kucha siwezi kufanya lolote. Huu ni udi. Nataka muone udi. Kuna udi wa kujifukiza, kuna udi wa nyumba, kuna udi wa nguo. Mpo? Msiambiwe udi ya kubana Kama inabana inabana, kama haibani haitabana kwa udi Haitabana kwa udi wala ambari. Jamanini, moto wa udi haufai kuwa mwingi kama moto wa kuchomea nyama. Moto wa udi kidogo uwe na jivujivu, ndo ule udi wako usichomeke ukanuka. Sasa jamanini, nataka kuwaelimisha. Najua mtaniuliza chupa ni la nini, nitawaelezea. Huu ni udi. Kuna dadangu Mombasa auza udi, ana duka la udi. Fitna ni ile kama lotion, kama Vaseline, wajipaka mwanamke huku, wajipaka humu katikati ya miguu, katikati ya mapaja. Mwanamke ukienda ukifungua hivi, mwanamume yua cheese. Sasa jamanini, leo nitaka kuwaelezea kitu. Ngoja nitanganye udi wangu. Hizi ni variety tu, niloamua niwaeke hapa niwaoneshe. Kuna udi pia kwa Ahmed Balo Juma. Pia naupenda, sijui kwa nini sijauweka hapa, lakini naupenda, sitaki uishe haraka. Haya jamanini, kuna wanaosema ukijifukiza udi wa tight, uchi wa tight. Udi sio kufanya uchi uwe tight jamani. Udi sio kufanya uchi uwe tight. Main purpose ya udi, walotengeneza udi wakatufundisha tuchukue vikuni, tuvipake, tuvitengeneze na perfume na sukari na nini mpaka vigeuke viwe udi. Hata wazungu wajua, kizungu yaitwa udi, Kiswahili tuuita udi. Udi huu ukijua leo ni siku yako na mume wako ama mshikaji wako, wenda waoga mwenyewe. Ukishaoga wakisafisha kisambusa. Vidole niliwaambia viwili vya peace, mwakumbuka? Nataka muwe mwafuatilia kwanza episode 1. Sitorudilia mambo Vidole viwili vya peace. Hebu nitumie left hand. Vidole viwili vya peace. Watoa kila kitu, scrape kila kitu kule juu, ndani, kona, fikisha vidole viwili hivi. Na pipe. Na kama huna pipe baba, mama, kopo, tumia kopo lako. Mwaga kuyaingia
maji, rinse ndani vizuri. Ukishamaliza, wajua mume waja saa ngapi? Saa 3, saa 4. Mwenyewe hapo saa 2 ushaoga. Kama una nyele kama zile zetu za kitambo za natural, mwenyewe wazieka zikiwa maji wazifukiza. Ushasikia? Mume akikuingia kwenye shingo yupata harufu ya udi. Umesikia? Msione ni moshi wa kuni wanukia, au moshi wanukia. Ushasikia? Kama una hiyo fitna, nikawaambia fitna ni kama lotion, kama Vaseline. Kiko kwenye kichupa hivi. Kuna wa black, kuna wa white. Mwenyewe tu kwa fitna yako kidogo wajipaka kwenye nyele. Ushasikia? Haya, ikifika kufukiza kule Sabibo. Ikifika kufukiza Sabibo, waweza mwenyewe utukue namna hii. Haya makaa yangu yamezima sana. Waweza mwenyewe utukue hivi, utie chini ya nguo. Uchuchumae, usquat. Wale wanaojua kusquat. Usquat basi upige tu pale juu. Kama una nyele za uchi, zitashika harufu. Ushasikia? Mume akija akizamia kamba, mshikaji akija akizamia kamba hivi, waupata ule uharufu. Ushasikia? Huu ni moto, huu ni moshi. Ushasikia? Ukijifukiza kwa hapa juu, ukikelia hivi, ushasikia? Lazima itafanya effect fulani. Itakuwa tight but ni temporary. Si kwamba ndo itakuwa tight, ndo utakuwa tight, ndo bibie unshika issue kila siku usubuhi wajifukiza udi. Bibie utapagawa na majini. Kuna na majini wapenda harufu hizi. Sawa? Utapagawa. Maana majini itakuwa kila siku kwako usubuhi wewe washaudi kufanya kuma tight. Utapagawa na majini. Si mambo ya kila siku, pengine usiku. Kama uko peke yako, usifanye ni issue, sio dawa, si remedy ya kufanya uchi tight. Hii kujifukiza, ukitaka mume wako ile siku mwajua leo ni siku yetu, basi wajifukiza. Kama ni juu, kama ni wapi, alafu unajua steam yatoa jasho. Ndio pale watu waenda sauna. Ukienda sauna si watoka jasho. Waambiwa ngozi ya tight yavutika. Same effect na moto huu na moshi huu wa udi. Sawa? Same effect. Msidanganywe. Si kwamba itakuwa ni temporary, itakuwa ni permanent, ndo utakuwa basi wewe unrudi vajo. No. Moshi huu ni kama sauna. Vile utakavyokwenda uingie kwenye sauna mwenyewe utoke jasho, uambiwe skin imetighten, skin imefanyika nini, ndo huu moshi. Sawa? Si ati wewe single lady unkwa kila siku kujifukiza udi kwa kuwa umesikia ito utakuwa tight. Haui tight. Kama wengi sima. Tefuta gogo, tefuta chuma la bohol. Haya. Langu ni hilo. Siwatoi morali, lakini kuna vile inafanya effect. Kama nilivyowaambia, ni heat. Hii ni steam. Ni heat. Ukikaa hapa ni heat. Hata kama ni mkono wako utasikia skin yako iko na effect fulani. Umesikia? Alafu pia yasaidia uchi unakuwa maji. Sio ati maji ile basi pete cabbage. Lakini unatoa tu ule, na alafu ile maji utakaotoa baada ya kujifukiza udi ni maji wa kunukia, wa kufurahisha. Ndio maana ukaambiwa kabla hujenda kwa mshikaji mtu yajifukiza udi. Kabla mume hajaingia kwa nyumba jifukize udi bibie. Ushasikia? Moto wangu umezima. Umbea naona utasubiri. Ushasikia? Shauchangamsha, haina shida, haidhuru. Sasa jamanini, na design nyingine nataka kuwaonesha. Wateni wale makungwi watoto, mashangingi wadogo wale wafundisha. Hii chupa ni chafu, si chupa yangu. Hii nimeikata leo for demonstration. Umeona hii chupa nilivyoikata jamanini? Sasa wafanya namna hii. Umeona huo moshi?
Sasa ukitaka kwenda pro, ateni ile ya kujisteam hivi, ile ya watoto wadogo, kama wale mlowaona wakiwaonesha. Wale watoto wadogo. Wale twawaza tukikimbia marathon. Huku twawaza pui, pui, pui. Sasa hii ndo mambo yote. Mambo yote kivipi? Finika chetezo chako. Pap. Moshi nadhani umeisha. Ngojeni kidogo. Ndakutia moto. Haya jamani, nishaongezewa moto. Moto ndo huu hapa. Sasa huu ni udi mwingine. Wote huu na dadangu mimi uko Mombasa. Huu waitwa Hugo Boss. Ukiuchoma harufu yake kama Hugo Boss. Sijui kama mtaona vizuri, lakini ni hivyo. Yauza huu udi. Nitawaandikia kwenye comment jina la duka lake, Instagram yake nitawaandikia. Mshasikia? Sasa nilikuwa ninafika kuwaonesha kujifukiza kipro. Kishangingi, kishambenga, kishambongoro. Mshasikia? Mimi shangingi mtoto pia. Lakini mimi si mtoto Mimi ngwinji. Sitaki uchomeke sana udi wangu. Manake pia niko chumbani na sitaki pia uharibike. Manake udi nao ngarama. Sitaki uharibike na sitaki upotee. Niko chumbani hapa kabisa, kutashika udi. Sasa jamanini. Jamanini. Mkaambiwa mkiingia kwa mabuibui hamtatoka. Mambo ni kama haya. Kisha mseme tutumia ndumba. Hatutumii ndumba babu Sasa mapro. Mwaona moshi unavotoka na mdomo hapa? Angalieni huku mumeufunga moshi. Hapa juu. Mwaona huo moshi? Sasa mwambiwa. Ngojeni kidogo. Mwambiwa. Mwanamke ana mdomo juu na chini. Nataka muhasikize maneno yangu vizuri, mujue huu mdomo wa chupa unapokwenda Nadhani wanaofuatilia washaelewa. Sipendi kuzungumza na watoto wadogo, nataka watu wazima. Wafunga hapa pap. Wapiga squat yako hapa juu. Kisha piga squat yako huu mdomo wa chupa. Hapa tu. Sikwambia mtie chupa yote. Msije mkenda mpelekwa emergency huko mkasema Sabrina Wangeshi. Sijaambia mtie lote chupa. Namna hii. Unaona umoshi? Mautia ule mdomo wenu pap, mwauvikia hapa. Ngoje. Mdomo wa chini, lakini si mdomo wa juu, mdomo wa chini. Mwauvikia pap. Ningekuwa sina mume ningewaonesha, mwanijua mimi akili hazinitumi ningewaonesha. Lakini sahihi nakwambia sitakuja kutolewa nyumba sitakuja kupewa talaka zangu 3 kwa mpigo. Haya, waweka hivi. Kila siku chupa mpya, maana yake siwaona kama hii ishaanza kuchomeka. Haya, mwafinika wapi? Ngalieni ninio. Na wafundisha mimi, nakwambia knowledge is power. Na ukiwa na knowledge wafundishe wenzako. Waona moshi unavotoka na hapa juu? Sijui kama mwaona. Huku nimefunga. Moshi mwaona. Kifunga namna hiyo moshi utatoka kwa wapi? Kwa hapa juu. Huu moshi. Sawa? Sasa mkishafanya namna hivyo, mauvika ule mdomo wenu wa chini pap, mwakaa moshi wote waingia ndani. Wakusteam kule ndani. Kule sobibo kwa ingia steam. Steam ni huu moshi. Kwa ingia steam ya harufu nzuri. Ukienda ukifanya miguu namna hii basi hakuna kumroga. Utaenda kwa waganga mpaka lini? Hakuna cha kumroga. Mroge kwa mambo kama haya. Haya, nishawaonesha jamani mdada zangu. Nishawaonesha kujifukiza kwa starehe, udi wa starehe. Huu ni udi wa starehe. Udi wa kunukia mwenyewe ukiwa wenda harusini kurusha roho. Basi Tobu tulitie udi. Mafukiza matobu, mabuibui, yanukia vizuri. Nyumba, kuna udi wa nyumba. Mafukiza. Mafungua makabati, mwatia chechezo chenu. Hichi chaitwa chechezo. Kizungu mtakita bana. Ushasikia?
lakini Kiswahili wenyewe tuita chetezo, lakini mimi nakita chechezo. Watu kwa chechezo chako wakitia kabatini. Nguo zaingia harufu Ukiisha, ukifungua kabati, kila ukifungua kabati ukifunga wasikia harufu. Huo ni udi huu udi. Na huu ni udi. Haya. Nishawafundisha kujifukiza. Asikudanganye mtu kwamba ukijifukiza udi kila siku utakuwa tight. No, hautakuwa tight ukijifukiza udi kila siku. Sawa? Usijifukize udi kila siku, mwanamke utapagawa. Majini wapenda harufu hizi. Nishakupa na onyo. Nakupa mtindo, nakupa na onyo. Hii mwenyewe ukiwa wenda shughuli. Iwe ni mume wako, iwe ni nani, sitaki kujua mume wako kuiba. Msiniambie, sitaki kuyajua, nyinyi afanyeni kisha mtakuja kunipa result. Haya. Sasa kuna na wale wenye kuuliza, mtu akitoka kwenye mazazi pia yuajichoma. Ndio. Ukizaa mazazi, leba ile ya kawaida, si ya mpasuko. Leba ya kawaida ya kusukuma ule mtoto. Ushasikia? Umsukume ule mtoto bila kukatwa pale chini. Wajua kuna wengine huwa lazima wakatwe. Mimi huwa sikatwi. Jamanini, siri ya kuzaa bila complication nyingi, mazagazaga mingi, yote mambo ya Allah. Lakini sisi pia tuweza tukajisaidia. Waambiwa jisaidie na mimi nitakusaidia. Ukiwa na mimba usiwe wa kulala. Taka ulale. Bibi jishughulishe, toka nenda walking. Tena uende walking ya kisasa, nipe shughuli. Fanya hivi. Umesikia? Basi na wewe siku ya kuumwa leba itakuwa mazazi ya paka. Mazazi ya paka wajua, mazazi waumwa ukifanya mwana ashatoka. Lakini yote ya Mungu. Haya, ukizaa ile normal utakandwa mwenyewe, wenye kukandwa. Sisi Waswahili tuakandwa. Ushasikia? Ukishakandwa wajichoma na maji ya moto. Ukishaoga maji ya moto, kule bafu waambiwa mazazi ni ugonjwa. Ukishazaa wewe ni kama mgonjwa, lazima ujifinike, ujistiri, ujifanye. Ndio ukaona wengine hatuzeeki. Tutazaa watoto 10 hatuzeeki. Tuko vile vile. Mmesikia? Ukishazaa wafa ujifinike ukae ndani. Ndio ile siku 40 mpaka upone. Ushasikia? Wachemshwa maji ya moto. Ushasikia? Lakini isiwe maji ya kutoa kuku manyoa. Yaani iwe ni moto kwako wewe, ukijimwagia wasikia moto. Waoga nayo, kisha tukua ile maji wajipanua namna hii chooni, wajipiga pap. Wewe uingizi kidole, manake hujapona, waweza ukajikata kule ndani. Pap, wajipiga ile maji ya moto, wateka tena. Wap. Manake ni utungu. Haya, ukishatoka kuoga mama mzazi, kuna vichetezo kama hivi. Viko kama hivi, lakini vikubwa. Ndo va mazazi vikubwa. Mimi kwetu kiko vichetezo kama hivi vikubwa, va mawe, si hivi va chuma va kipambe. Va mawe. Ushasikia? Vichetezo vile va mawe vajazwa moto. Ushasikia? Vikishajazwa moto, kama waweza pata vile viti va usitu. Viti va usitu ni vipi? Vile va kusongwa, kama vile vitanda uoshe wa maiti. Si kuna viti vake vibao vidogo, vina ile kamba imesukiwa kamba. Basi upate viti vile. Uweke kile chetezo chini, utiliwe ubani. Sijui kizungu yaitwaje ubani. Ubani ni huu hapa. Huu ni ubani. Ubani huu, Kiswahili tuaita ubani wa pefu. Sijui sasa nyinyi kizungu, lakini lazima mwaujua ubani. Hata Wakatoliki watumia ubani huu. Sasa ukishaweka kile chetezo chako na kile kiti, kama huna kile kiti, bibi jitahidi fanya kama umesquat. Sio ukakelea jiko, sio ukakelea moto, ukakosea step kitako ndani ya moto. Lazima umekita squat. Wapiga squat, watia ubani wako. Waona huu ubani huu una moshi mwingi kuliko
ngali una moshi mwingi kuliko udi. Udi wajua moshi wake wa kipambe, nataka kutoka sitaki kutoka, moshi wa udi. Moshi wa hii ni dawa, basi watoka tu ile automatic. Umeona? Huu ni ubani. Huu ndo dawa ya mazazi. Sasa ukishafanya hivyo kwenye kichetezo chako kikubwa, wakelia kama hapa karibu. Uwe na mtu wako wa si ukelie huku, waukelia mpaka wasikia moto na moshi kule ndani, wasikia joto, ndo wakausha kule ndani, kwa kauka vizuri, kwa pona vizuri. Lakini si wewe mzazi unatoka kuzaa leo, kesho uenda kujiosha na maji baridi. Ndo pale tukaambiwa sisi Waislamu kuna mambo mengi yametufeva sisi kama wanawake, lakini watu wanasema oppression, depression. We are not oppressed. Tulipatiwa siku 40 baada ya mazazi, kisa na maana kujiponesha miili yetu. Waambiwa kwenye mazazi ni kama kwenda kufa. Ukiingia pale leba, wewe jua Mungu tu na mwachia Mungu, si mwati daktari. Daktari hana uwezo, hana power. Mungu. Ukiingia pale leba, wewe wajua mwatia Mungu. Ndio maana sisi wanawake wa Kiislamu wengine utawaona wenyewe akishazaa maisha yasharudi kawaida. Sisemi kwamba ukizaa huwezi kufanya kazi. Kufua, sijui kushughulika waweza. Mtoto kumwangalia, si kwamba umekuwa mgonjwa kwa ICU. Lakini jitahidi, mambo ya mila ni muhimu kuyafuata. Ni muhimu sana sana. Mimi hufuata mila sana. Naona vitu kama hivi sisi ni mila zetu, lakini sahi watu waviona ilikuwa hatujui kwamba kuna kitu cha chomo kwenye moto watu wakelia. Sijui mzazi wakelia. Ndio mzazi wakelia moto ubani huu na abasoda. Abasoda kizungu naijua inaitwa black seed. Abasoda sisi Kiislamu, Waislamu, Waswahili, Waislamu, yani ni dawa kubwa sana kwetu. Dawa ya hasad. Hasad ni macho ya watu mabaya. Hii black seed, maona mimi sikosi kwangu. Hii black seed waambiwa hata ukiwa watoka ibebe, tia kidogo kwenye handbag, ya kuzuilia na macho ya watu. Ni dawa ya vitu vingi sana hii. Nataka mwende mka Google benefits za black seed, kila kitu. Sasa ukishatiliwa wewe mzazi, nimefika kwa mzazi sasa, mambo ya upambe nimeaata, niko kwa mzazi. Wewe mzazi ukishatiliwa ubani wako, watiliwa na hii Abasoda. Moshi wa ruruma, wewe umekaa pale wajichoma, wasikia lazima ujichome. Ujichome, na hiyo ni usubuhi. Ile mzazi mwenyewe ushaamka, mwanao ushakiogesha kibebi. Haya wewe enda kuoga sasa, ujichome na maji ya moto, ukelie moto wako mpaka uive siku 40. Ukiwa mwenyewe una nguvu, wajiaminisha, wanza mwenyewe mazoezi yako, kama mkufanya nini, kazi za nyumba kidogo kidogo. Alafu kuna jambo lingine, ukizaa normal, waza kujifunga tumbo likarudi ndani. Tena kujifunga tumbo, usivae waist trainer. Waist trainer za upambe. Tukua leso zako ziunganishe, kama vile mlivyokuwa mkiona katuni wakiunganisha bedsheet kurusha chini ya dirisha mtu apande. Unganisha leso zako namna hiyo, pap. Ya 3 pap. Ya 4 anza kujifunga kuanzia huko juu. Jiviringishe, pata mtu akubane tumbo lifungike. Sasa ndo kufunga tumbo. Mama watoto 10, lakini ukimwangalia utasema hata hajazaa. Mila ni muhimu. Mambo ya wazungu tuachie wenyewe wazungu. Sasa jamanini, nishawaelezea namna kujifukiza kiupambe. Ni udi huu. Musidanganywe na mtu. Udi haukutengenezwa huu udi ufanye watu tight. Hapana. Udi ulitengenezwa kwa sababu ya harufu. Uvutie, unukie mwanamke. Nguo zako zinukie, nywele zako zinukie. Umesikia? Huku kwenye uchi wako unukie ukijifukiza. Alafu kidogo ifanye ukue moist. Usikue maji ukue moist. Yani
na maji kwa mbali, yani sijui niwaeleze vipi, lakini nataka mujaribu muyaone. Wasiwadanganye, wataka kuuza product zao wawaambie udi wafanya mtu tight. Udi haukutengenezwa kufanya mtu tight. Na ni kweli pale pale temporary ukijifukiza udi alafu uingiliwe. Kama wewe unzoea bohol utaona kuna ka difference kidogo kimeshikana. Manake ni nyama, vetu kwa nyama fillet kama hili. Liweke kwenye moto. Baada ya masaa utaliona limefanya nini? Limeshrinki, limekuwa kidogo, limekunjika. Mfano mzuri ni kama huu. Tukua nyama, weka kwenye grill. Nyama kubwa, ukija baadaye ukipika ukitahamaka, imerudi imekuwa ndogo. Ile ni nyama. Uchi wa mwanamke ni nyama. Sawa, kuna wale wenye kusema sijui mwanamke wanuka vibaya, ni nyama, wataka anuke vipi? Na siwatetei wanawake, mwende mkajiate tu ila tu za chini, mseme Sabina anasema ni nyama. Hapana. Udi huu mwenyewe ukishaosha na maji. Wacheni niwape sasa siri ya urembo. Siri ya kufanya uchi wako uwe tight. Maji peke yake. Usiende kujitia sijui nini chemical, umemwona nani amesema sijui ametia nini, akakuwa tight akashika mashuga daddy hivi wapeleka magari. Uongo dada zangu, ni msiwasikize hawa mapokopoko wa huku nje wenye kuambia sijui fanyeni hivi. Msiwasikize, mtajiletea shida. Hichi ni kizazi mama, utakihitaji, si kwamba ni kitu utakivua ukianike, ni ndani ya mwili wako, ni wewe. Usiende kutia sijui chemical gani ya kufanya tight, sijui dawa ya kufanya nini, usiende kufanya hivyo. Advice yangu mimi no. Dawa ya kufanya uchi uwe tight. Kila ukienda kukojoa, jioshe na maji. Na yale maji ukijiosha nao, ukikaa pale kwenye shimo namna hii, hakikisha vidole viwili ushajimwagia hapa juu. Ukikojoa si ujioshe hapa juu. Take your time. Mwanamke unaambiwa wenda mata maharagwe kwenye jiko. Hauna maharagwe uliobandika kwenye jiko, utasema ataungua. Take your time, dakika 3 kwa choo si nyingi kukojoa. Tukua maji yako, jimwagie, jisafishe paka ndani. Kila ukienda kukojoa, jisafishe paka ndani, toa kila kitu. Yani usiwe na mazoea ya kukaa na ule uchafu wa white ndani. Siku moja, siku mbili, hata siku moja isipite, hata masaa yasipite. Usipitishe masaa bila kujiosha ndani ya uchi wako na maji. Ushasikia? Na ikibidi sana pengine uko nje, huko klabu, uko wapi, tumia toilet paper. Ukirudi tu nyumbani, hakikisha usilale mwanamke. Mwajiharibu tupu zenu wenyewe, kisha mseme mtu fulani ako na watoto lakini anaibia watu mabwana. Wewe hauna mtoto, lakini hujawahi kutoa kichwa cha mtoto kilo 4 huko chini, lakini hakuangaliliki. Umejaribu mwenyewe tupu yako dadangu. Tupu yatakaoitekea. Ioshe na maji kila saa. Baada ya masaa 3 haya umeenda kukojoa, umeshukwa na uvivu. Binadamu sisi. Nenda shughuli zako, ukirudi tena pale chooni kukojoa, hakikisha ume take your time. Dakika 3 si nyingi, vidole ni viwili vya peace. Wap. Nataka mtu ambaye alikuwa hatumii maji, ajaribu atumie maji 1 month. Aje aniambie difference. Tena maji unayotumia kujioshea, usitumie maji moto, maji ya baridi. Tena ukiwa na nafasi yako na muda wako na time yako, tuko hata maji yako kwenye friji. Jiweke maji yako ya frijini. Maji yako ya nini? Maji ya frijini ya baridi ya donge. Jiweke, jioshe nayo. Wap. Kisha njoo unipe ripoti. Dawa ya kumatight ni maji na usafi. We angalia, ukiingia kujiosha na maji uchi wako, ukishatia hivi vidole viwili, vitaingia haya, utaosha. Usiwajua uko hivi sasa. Utaosha
utaosha, wasikia yatoka, wasikia wagusa uchafu. Sasa ukore ule uchafu utoke, huku maji wajimwagia. Umeona? Kora ule uchafu utoke. Utasikia uchi wako wenyewe utaanza kushikana hivi. Kila ukisafisha washikana mpaka vidole vako hivi vitasukumika nje. Pap. Hivi vidole vako vitasukumika nje, vitatoka nje. Ushasikia? Maanake utakuwa mwanzo umejitia hivi, si ndio? Waosha. Ikianza kusafishika, itaanza kubana. Jaribu leo tu kajioshe namna hiyo, utoe kila kitu. Utaona hata kidole chako hichi itakuwa ni shida kuingia. Ikiwa safi, kidole hichi ni shida kuingia. Hao wenye kujitia sijui marimoti, nimeona mastori hapo watu kwenye matoboa, watu wajitia remote. Mtu ajitia sijui nini. Bibie. Kama si ngozi haingii kwangu. Kama si ngozi, pengine imetiwa na hiyo karatasi yaitwa rapa condom, haingii kwangu. Majaribu uchi wenyewe, utachukuaje remote ukajitie nayo, uchukue sijui magorogoro mazagazaga gani ujitie nayo. Mwanamke jiheshimu, unaelewa dry spell iko kila mahali. Lakini don't go hardcore kwa sababu ya dry spell. Nunua basi hao madildo tumia. Lakini si maremote manini germs. Kuma ikiwa safi remote haingii. Siri ya urembo kuma ikiwa safi. Tena munisamehe nimesema kuma badala uchi, lakini hii ilikuwa lazima ni drive home. Uchi wa mwanamke, ngoja niwe mstaarabu kidogo. Uchi wa mwanamke ukiwa msafi, hautaingia remote, hakutaingia sijui mguu wa meza, hakutaingia boli, hakutaingia lolote, hakutaingia dawa ya mswaki. Uchi wa mwanamke ukiwa msafi, dada zangu. Uchi wa mwanamke ukiwa msafi, vidole vako wenyewe haviingii ni shida. Ndo pale ukimpa mwanamume uchi uko msafi umebana, ashangaa. Yuauliza kulikoni, ungeuka bikra, umfanye. Kumbe maji mwenyewe umejisafisha vizuri. Unajua uchi wa mwanamke uko ndani, si kama mwanamume uko nje. Uchi wa mwanamke uko ndani. Kule ndani kumetengenezwa ni joto, secretion, manini, mayai yanatoa maji, unajua? Pale mahali pametengenezwa pawe pasafi. Pakiwa pasafi penyewe panajifunga. Ili nini? Takataka zingine zisiingie. Jamanini yangu ni hayo. Mtu akiwa na swali ni bipu, comment hapo chini. Msinibipu, sina credit. Comment hapo chini. Ndoa ya Kadhi na Kungu imevunjika jamanini. Tujipangeni tutaanzaje, tutafanyaje, tujisuluhishe. Lakini siri ya urembo nimewapa leo. Comment hapo chini. Ikiwa bamba sana, share, subscribe, like. Mimi ndo Kungwi, mimi ndo mama yao. Sijui kama mwanifahamu. Hello, I love you guys. Nawapenda sana.